mweupe, japo mimi ni mweusi, japo wewe ni tajiri, japo mimi masikini, sisi sote wanadamu, jamani Mola wetu ni mmoja. Sisi sote wanadamu, jamani Mola wetu ni mmoja. Ukikutana na yule mchukulie jirani yako, kisha mpende jirani. Naam, mpenzi mtazamaji ambaye uko nasi katika kipindi hichi cha ukumbi wa majadiliano katika channel hino yetu tukufu, channel ya Hope Channel Kenya. Natumani matumaini yangu ya kwamba umzima ubuheri wa afya tokea tulipoachana wiki iliyopita. Leo hii basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametujalia tena, tumekutana tena hewani na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Kumbuka ni kipindi cha ukumbi wa majadiliano ambapo tunajadiliana kuhusu mada mbalimbali, tukizingatia basi tunaongozwa na imani mbili hapa, imani ya Kiislamu na imani ya Kikristo, na pia tunaongozwa na vitabu viwili, kitabu cha Biblia takatifu na kitabu cha Qur'an tukufu. Kwa hivyo karibu sana mpenzi mtazamaji. Leo hii basi tunataka kuangalia swala nyeti, ni swala ambalo dini zote mbili linafuatilizia jambo kama hili, na jambo lenyewe ni kufunga, kujinyima kula chakula, kujinyima kufanya mambo kadha wa kadha, na pia kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba ni saumu. Lakini kabla hatujaingia katika mada, kawaida yangu ni kukujulisha ualimu wangu ambao niko nao, na leo kidogo unaweza ukaona kuna mabadiliko kiasi. Ni kwamba basi sisi tupendana, sisi ni ndugu, ni marafiki, ni watu ambao tunataka tuweze kuishi kwa amani. Ndio unakuta sasa hivi tumebadilishana, basi tumekaa katika ile hali ya kupendana na hali ya kuleta amani. Ninaanza na mwalimu wangu aliyekando kabisa upande wangu wa kushoto, mwalimu wa Kikristo, mwalimu Hezron Fondo. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti. Ujambo mtazamaji, mimi naitwa Hezron Fondo, ni Mkristo kutoka Mombasa, na nimefurahi sana kuwa katika studio hii ya Hope Channel Kenya. Karibu sana. Naam, asante sana. Basi anayemfuata mwalimu Hezron Fondo ni mwalimu wa Kiislamu anayejulikana kwa jina la Ustadh Yusuf Muhammad. Karibu mwalimu. Shukrani mwenyekiti, na nawasalimia watazamaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi, na naomba muwe karibu na sisi mpaka mwisho wa kipindi hichi cha majadiliano. Naam, asante sana. Basi na mwalimu anayefuata ni mwalimu wangu wa Kikristo anayejulikana kwa jina la Timotheo Mwichumi. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti na mtazamaji mpendwa, karibu tena wakati mwingine. Naamini kwamba Mungu amekulinda. Jina langu ni Timotheo Mwichumi. Asante. Asante sana mwalimu Timothy. Na basi mwalimu aliyoko karibu na mimi ni mwalimu wa Kiislamu anajulikana kwa jina la Ustadh Ramadhan Kuria. Karibu mwalimu. Shukran sana bwana mwenyekiti. Mpenzi mtazamaji, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja naye, yani kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matumaini yangu kwamba tangu wiki iliyopita umekuwa na afya njema na Mwenyezi Mungu amekulinda. Karibuni tuweze kupata manufaa pamoja katika kipindi mkipendacho cha ukumbi wa majadiliano. Naam, basi na mimi ninayezungumza nawe mpenzi mtazamaji, mimi ndiye mwenyekiti na naitwa mwalimu Paulo Ndundi, na mimi ni Mkristo. Kwa hivyo bila kupoteza muda, basi kawaida yetu huwa tunaanza na ombi, na leo tutafunguliwa na upande wa ndugu zangu wa Islam, na Ustadh Ramadhan Kuria ndio basi atakayetufungulia kwa dua. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Tunakuomba Mwenyezi Mungu tukinge na shari ya mashetani wa kijini, mashetani wa kibinadamu. Tunakuomba tujalie amani katika nchi yetu, utupe umoja, utupe upendo na amani, na tuweze kushirikiana ili tuweze kuwa na maendeleo katika nchi yetu. Utuepushie kila aina ya balaa, shari ambazo ziko karibu nasi zipeleke mbali Mwenyezi Mungu, na khairi ambazo ziko mbali nasi uzilete karibu nasi ya Rabbi. Tunakuomba tukiamini na tunasema sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi, alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, asante sana, amina. Basi mpenzi mtazamaji, ni nakuletea walimu wangu ili basi tuweze kulizungumzia hili swala la saum. Na leo basi tutaanza na mwalimu katika upande wa Kikristo. Tutaanza na mwalimu Hezron Fondo. Mwalimu, tunaposema saum ama mtu anaposema mimi leo nimefunga, huwa haswa hii kufunga ama hii saumu ni nini? Kwa mtazamo wa Biblia, saumu ni kujinyima. Ima unajinyima chakula ama jambo fulani ulipendalo kwa ajili ya jambo fulani. Kunazo sababu kwa imani ya Kikristo ambazo zinaweza fanya mtu akaamua kwa sababu hii na hii na hii, wacha nisichukue siku 2-3 nifunge, nitafute uso wa Bwana ili kwamba Bwana akaweze kunionekania. Labda kadri tunavyoendelea tutaweza kujua ni sababu zipi ambazo zinampelekea Mkristo kufunga haswa. Lakini saumu ni kujinyima kwa ajili ya jambo fulani. Naam, asante sana mwalimu Hezron Fondo. Pengine mwalimu Timothy, katika kuongezea swala ama kuongezea jibu la mwalimu Hezron Fondo, hii saumu ama mtu kufunga maana yake huwa nini? Maana ya saumu kama alivyotangulia, nashukuru kwamba kwa sababu mwalimu anapojibu hatumia akili zake, anatumia Biblia, na mimi nimebeba Biblia na umetuuliza kwa mtizamo wetu sisi kama Wakristo. Saumu ni kwamba unapofunga pawe na jambo fulani maalum. Ukiangalia katika Biblia, onezo watu wengi wa zamani walikuwa nafunga aidha ni wamevamiwa na adui, wakafunga wapate ushindi kutoka kwa nani? Ama kufunga kutafuta radhi za Mungu, uko mbali na Mungu, ama kufunga kwa sababu Mungu amekupa, ukashukuru, ukaona la kumpa Mungu sina, lakini nikijinyima kwa jambo fulani, tuko pamoja, nijinyime ambalo nalipenda. Mfano, tusiende mbali, hususan chakula. Maana tunapozungumzia kufunga tulenga haswa chakula, maana hakuna kitu kigumu mtu kujinyima kama kula na una pesa yaweza kula. Nadhani hilo jambo ndo linaweza kasema ni sawa, kwa sababu sijaamini kwamba unaweza kusema umefunga na usiweke kujizuia kula. Lazima kutakuwa kufunga kwako watu watakuweka kitu fulani. Ndio mwenyekiti. Naam, asante sana mwalimu Timotheo. Basi ni majibu ambayo tumeyapata kutoka kwa walimu wangu wa upande wa Kikristo. Pengine nikija kwa walimu wa upande wa Kiislamu, nikianza na Sheikh Yusuf. Hii saum ama swam kwa mujibu wa Waislamu ama mtu kufunga, huwa maana yake inakuwa vipi? Saum, neno saum ni kufunga ama ni kujizuia, lakini kwa mujibu wa Kiislamu ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ujinyime na makatazo yote ambayo yanaweza kuleta uasi. Kila alichokataza Mwenyezi Mungu usikifanye, ujinyime. Kwa sababu kuna hiyo ya pili na mvoendelea tutakuja hapo, lakini hapa kwa ufupi tu kwamba ni kujinyima na yale makatazo ya Mwenyezi Mungu ambaye amekuamrisha usifanye. Unaona tutakuja mambo mengi tu baadaye, lakini kwa ufupi hapa ni kujinyima, kujizuia. Wewe mtu binafsi, vyote ambao kuongea, kufanya machafu, kufanya nini, yote hayo umejinyima kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye amekuamrisha jinyime. Lakini kija baadaye kwa nini tutaendelea baadaye inshallah. Lakini sasa hivi hebu tusimamie hapo, ni kujinyima na makatazo yale Mungu amekataza usifanye. Asante sana. Naam, Sheikh Ramadhan, saum nini maana yake? Saum hii mtu kujinyima ama saum kwa amri haswa nini maana yake?
Kwanza neno hili saum sisi tunalizungumzia kwa Kiswahili, lakini ni neno ambalo limekopwa kwa Waarabu. Tutalipata katika lugha ya Kiarabu na Mwenyezi Mungu amelitaja katika Qur'ani pale anaposema katika sura ya 2 aya 183, anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, akimaanisha kwamba enyi mlioamini umelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo saumu kilugha ni kujizuia, lakini kwa muktadha ama kulingana na maudhui yetu ni kujizuia kula na kunywa na hata ngono kwa wanandoa kwa mujibu wa Uislamu. Kwa hivyo ukisikia Uislamu amefunga saumu, ina maana amejizuia kula, amejizuia kunywa na amejizuia ngono na mengineo mengi ambayo kwa wakati wa kawaida ni halali kwa kuyafanya, lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kwa kipindi maalum unakuwa umejinyima. Alright, asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, nafikiri umepata fafanuzi ama umepata ile definition ya neno saum, ama mtu kujinyima ama mtu kujizuia ili mradi awe amekaa bila kula, bila kufanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Naam, basi tukiangalia katika hino hali ya saum, pengine nikuulize Ustadh Ramadhan, kwa nini mtu afunge? Labda nikirejelea katika haya ambayo nimeweza kuisoma, Mwenyezi Mungu anasema enyi mlioamini umelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukifunga kwa sababu gani? Unaweza kusema umefunga, lakini anayejua kweli umefunga ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kuna ibada zingine unaweza ukafanya na tusijue ama tukajua. Kwa mfano mtu anasali, tutakuwa na msikitini, ndio waja msikitini tukaona unanyanyua mikono, unainama, unasujudu, na tukasema kweli fulani ni mswalihina, anasali sana yule, na ukawa unasifiwa na watu. Lakini ukifunga hakuna atakayejua kama fulani kafunga, kwa sababu ni baina yako na Mwenyezi Mungu. Na malipo mengine yote tunaambiwa ukisali malipo yake ni hivi, lakini malipo ya kufunga saumu Mwenyezi Mungu ameweka siri, ni siri yake. Kwa hivyo hiyo ni kama vile naweza kusema ni surprise ambayo mmoja atakwenda kulipwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo saumu tunaposema ni kujizuia, ni kitu ambacho hatukioni sisi. Kama umekunywa, umekula, sisi hatujui, isipokuwa ni wewe peke yako unajua na Mungu anajua kama ulikula ama ulijizuia. Alafu kila ambacho kinapatikana pale ambayo ni takwa Mwenyezi Mungu ama mtume wetu anatuambia takwa ni hapa. Ule uchaji Mungu uko hapa. Kwa sababu sisi hatuwezi kuingia katika roho ya mtu tukasema fulani anamcha Mungu sana. Isipokuwa Mwenyezi Mungu anajua huyu ndiye anayenicha sana, kwa sababu yeye ndiye anaona aliyo katika nyoyo za watu. Asante sana Ustadh Ramadhan. Tukija kwako Ustadh Yusuf. Hivi kwa nini mtu afunge? Swali lako zuri sana mwenyekiti, maana ukisema kwa nini mtu afunge kuna sababu. Kwa sababu ni amri kwanza. Ili si ombi. Ni amri kutoka kwa Muumbaji. Amekuumba na akakuamrisha kwamba ufunge. Kama vile anavyosema katika Qur'ani sura ya 2 aya 183, fungeni. Hiyo ni amri. Kwa nini tufunge? Kama walivyolazimishwa. Kumbe hapa hii ni amri, ni lazima. Hakuna kubembelezwa, ni lazima. Kama walivyolazimishwa wale waliokuwa kabla yenu. Kumbe kuna watu walikuwa mbele yetu sisi, walilazimishwa kufunga. Tukishafunga tutapata nini? Kwa nini tufunge? Kumbe kufunga kuna faida. Maana tunafunga tupate faida. Faida gani? Kuwa wacha Mungu. Utakuwa karibu sana na Mungu. Vipi utakuwa karibu sana na Mungu? Kwa sababu utatii makatazo ya Mwenyezi Mungu. Amekwambia usifanye hili ukawacha. Kama vile alivyosema Ustadh Ramadhani, kujizuia kula. Nani asiyependa kula Sheikh? Yaani una mali, unaweza kula chochote unachotaka, lakini umeambiwa usile. Hata unaweza ingia chumbani ukala ukapanguza midomo ukatoka, lakini imebakia siri kwamba umekula ama hujala, anajua nani? Mungu. Wewe hapa ni kutekeleza ile amri, usile, mambo ya kutangamana na mkeo na kusaidia majirani kuonea. Yaani kila kitu, ile maneno machafu ungeongea umezuiliwa.
kutamani umezuiliwa, kila kitu ambacho kinaweza kusababisha dhambi umekatazwa na Mwenyezi Mungu, ili uwe nani, uweze kuwa mcha Mungu. Na utakapoacha sasa ile, basi ponapatikana hasara, maana umekiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu, pengine ukapata kuingia mahali ambapo pabaya. Naam, asante sana Ustadh Yusuf. Naam, nikija kwako Mwalimu Timotheo. Yes, mwenyekiti. Hivi haswa katika muktadha wa Mkristo, hivi ni kwa nini Mkristo awezi kufunga, awezi kujinyima kunywa, kujinyima kula, kujinyima labda kwenda katika kama namni mtu wa starehe anajinyima kwenda mahali kama kule kwa sababu amesema amefunga? Kwa nini? Wajua, sisi tunajifunza kwa Bwana Yesu Kristo. Na Kristo alipokuja katika umbile alifunga, na Yesu amesema tujifunze kwake. Na tumeona kwamba miongoni baada ya kufunga alipata nguvu zaidi, maana alikuwa katika mwili. Kwa hivyo kama alivyotangulia, ingawa ni kwenda mbele zaidi, ni kwamba kufunga kunategemea. Marafiki zetu wa Kiislamu wamesema kufunga kwao ndani ya Qur'ani ni amri. Na ukiangalia katika Biblia, sisi kuna watu walifunga mfano aidha ni kwa kumshukuru. Narudia pale pale, huyo mtu ana tatizo ambalo limemkaba. Mfano kama wanafunzi wa Yesu katika kitabu cha Mathayo 17 ile, walienda pahala kuponya mtu wa pepo. Bwana alikuwa na kijana kana pepo, wakashindwa. Baadaye akawauza kwa sababu ya muda, wakamuza Yesu, mbona tumeshindwa? Yesu anawaambia hivi, mambo haya hayapatikani, hayawezekani ila kwa kuomba, kwa kusali na kufunga. Kwa hivyo Mkristo unapokuwa pengine unahitaji kuwa karibu na Mungu, unahitaji nguvu, uwepo wa Roho Mtakatifu, lazima ufunge. Maana Yesu amesema haiwezekani. Kwa hivyo hiyo haiwezekani, tafsiri nyingine, ukitakewezekana lazima ufanye nini? Ufunge. Kuna yule ambaye atafunga kwa sababu vita kama Esther ndani ya Biblia, alipopata ripoti kwamba Wayahudi wote wanafanyaje? Wanaangamizwa, aliamurisha Wayahudi wote wafanye nini? Wafunge, ili apate kibali kwa mkubwa. Kwa hivyo kufunga katika Biblia vile imeweka kwamba utapata kila mmoja alikuwa anafunga kutafuta uso wa Bwana. Kuna vita vikali vimekuja, kutafuta, yani kupata nguvu za kiroho na mambo mengine, mwenyekiti. Alright, asante sana Mwalimu Timotheo Mwichumi. Tukija kwako Mwalimu Hezron Fondo, katika muktadha kama alivyozungumzia Mwalimu Timotheo, unaona unaweza ukaongezea jambo pale katika muktadha wa Kikristo na saumu? Labda tu kuongezea katika yale aliyoyasema kwamba sisi mwalimu wetu mkubwa ni Yesu, na kila alichokifanya sisi kazi yetu ni kufuata nyayo zake. Na mojawapo ya yale aliyoyafanya ni kama alifunga. Na sisi wa Kristo hatufungi kwa sababu ya kufunga tu. Tunafunga tukiwa na malengo fulani. Mojawapo ni kuongeza imani. Unafunga ili imani yako iwe na msingi. Unafunga ili uweze kuwa mcha Mungu zaidi. Unafunga kwa sababu unaweza kuwa una mgonjwa na umejaribu kwenda hospitali, ametibiwa lakini hali yake iko vile vile. Kusema sasa wacha nichukue nafasi nijinyime chakula, maji, ili Mungu aweze kukutana na hitaji la moyo wako, kwamba ule mgonjwa aweze kupona. Unaweza kuwa tu umepanga mambo yako kama mtu binafsi, na kwa nguvu zako na uwezo wako mambo haya hayawezi kutimia. Kumradi ukasema nitachukua nafasi ni yakabidhi haya mambo mikononi mwa Mungu, Mungu aweze kunipa nguvu ya yawezekane. Unaweza kuwa hata penginepo ni mwanafunzi shuleni, unasoma, na kwa sababu unasoma unahitaji upite mtihani, na unajua unafanya jitihada zako zote, lakini bila Mungu haiwezekani. Ukasema nitafunga siku 1, 2, 3 ili Mungu aniwezeshe niweze kupita mtihani. Unaweza kuwa unapitia jaribio fulani katika maisha, ima la kifamilia, la kikazi, la kinamna yoyote ile. Ukasema wacha nichukue muda nijinyime chakula na maji, kutafuta uso wa Bwana ili Mungu akanifanyie wepesi katika yale ambayo nayapitia. Kwa hiyo sisi tunafunga tukiwa na sababu ya kufunga. Right. Okay, pengine Ustadh Yusuf,
Naam. Je, ni vizuri ama ni vibaya kwa mtu awe amefunga basi aweze kuwatangazia majirani zake, kuwatangazia rafiki zake pale mtaani, jamani mimi leo ninafunga bwana, jamani leo bwana niko kwa saumu jamaa bwana leo mimi sitaki maneno mengi bwana, leo mimi ninafunga bwana. Sijui ni vizuri, kama vizuri kuna uzuri gani, na kama vibaya kuna ubaya gani? Swali lako zuri. Kwanza mwenyekiti, ukisema sasa wewe sasa yeye hajafunga yule, manake amefunga aonekane na watu, hawajakuuliza kama umefunga. Kwa nini upite kwa milango yao ukiwatangazia mimi leo nimefunga? Kwa nini watangazie? Na umeambiwa na Mwenyezi Mungu wewe ufunge, sasa funga. Lakini itakapokuja pengine sasa wanakutia wanataka pengine mzozo baina ya wewe na wao, hapo ndio unapaswa kumwambia bwana mimi sifanyi hayo, nimefunga. Unaona pale sasa, yani kujizuia, kumwambia bwana kwa taarifa yako sio kwa umeleta uchokozi uniharibie somo yangu, mimi nimefunga. Lakini sasa wewe upite majumba ya watu ukiwatangaza bwana mimi leo nimefunga bwana, mimi leo sijui nini bwana, msinipigie wala msikaange manyumbani kwenu, yani watu wasipike kwa sababu wewe mfunga. Sasa hii itakuwa ni yako ile ilete athari yote. Kwa hiyo kwanza unapata dhambi kwa sababu umeenda kuwasumbua watu na vyakula vyao. Wewe nani alikwambia wapitie kwa manyumba yao? Sasa kama ni kwa sababu mbele mwalimu Timothy amekuja anataka tupigane naye, naambia bwana mimi bwana nimefunga, mimi sipigani na wewe, achana mimi nimefunga. Kwa sababu nazuia ule uovu. Lakini sio nipite kwa Ramadhani mtangazie, nije kwako mwenyekiti nikutangazie, itakuwa sasa kumbe unatangaza umefunga na hujafunga pengine. Unaona? Kwa hiyo madhara ni pale unapotangaza inakuwa ni saumu ya kwako, kwa sababu Mungu hajakwambia ufunge uende watangazie watu. Lakini kuna kutangaza ile kwamba mwezi umeonekana watu wafanyeje? Watu wafunge. Yani wanatangazwa kwa ujumla, lakini si nyumba hadi nyumba. Naam, asante sana. Na mwalimu Timotheo. Naam. Vipi inakuwaje yani ya kwamba umefunga basi kila mtu aweze kujua pale, hata majirani waweze kujua, ili mradi pengine wasikuletee fujo kama jamaa anapiga ngoma yake, aweze unaambia bwana kidogo tafadhali punguza hiyo radio maana leo mimi niko kwenye saumu. Inakuwaje? Kama kuna ubaya tuambie ubaya gani, kama kuna uzuri tuambie uzuri gani. Unajua mwenyekiti, nimesema kuna misemo ya kisasa kwamba usanii ni mwingi. Usanii utapata mtu ankaa kanisani, niambia bwana sifa sana. Kuna nini mgonjwa? Niko mlimani. Yani ni kwamba anasubiri watu tena na karibu na mlango, ili kila anayekuja niko mlimani. Nafikiri Yesu Kristo amesema katika kitabu cha Mathayo, unajua ndio mwalimu wetu, Mathayo ile 6 sio aya yake ya 16. Inasema hivi, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Hivi mtu ukiona amefunga na ndio sasa tangaza na anakutana na wewe, yani mpaka ukimwona mgonjwa, dada bwana sife, amen, kwani unaenda kwa hospitali? No, niko mlimani. Yesu anasema tusiwe kama nini? Wanafiki. Nimalizia aya yangu sababu ya muda, mtumishi wa Mungu. Wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu. The point, waonekana nini? Na watu. Kuwa wanafunga. Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe wafungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafanyaje? Unafunga. Ila baba yako aliyesirini, na baba yako unayesirini atakujazi. Ina maana gani kimalizia, mtumishi wa Mungu? Unapofunga, hujafunga watu wakujue. Ina maana umefunga kati yako na nani? Na Mungu. Lakini kama alivyosema mwalimu wa Kiislamu, mtakubaliana naye. Kuna mtu umekwenda ugenini, si lazima ufike tu, jameni tafadhali msipike, mimi nimefunga, ni makosa. Waacha wakukaribishe, waambie tafadhali njoo. Na sio kwamba wote watangazie, utakuwa unataka wataka wakusifu. Waambie dada samahani kidogo nimefunga. Mtu mmoja, hiyo si dhambi, ili asifanye nini? Lakini umewakuta wote wako pamoja, samahani niko mlimani, hiyo ni dhambi. Yani si vizuri. Asante sana mwalimu Timotheo na mwalimu wangu Ustadh Yusuf. Nikija kwako Sheikh Ramadhan.
Sasa tushaona saumu ni amri kulingana na Uislamu. Saumu ni ya watu wanafungwa kwa sababu una lengo fulani, wataka Mwenyezi Mungu penginepo akujibu kulingana na Ukristo. Sasa kulingana na Uislamu, hii saumu hufungwaje? Kwa mujibu wa Qur'an ni kuanzia alfajiri hadi pale jua litapokuwa limezama. Yani wacha tusome aya katika Qur'an, sura ya 2 aya 187 ambayo inasema, na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe wa alfajiri katika weusi wa usiku. Weupe wa alfajiri, nafikiri kwa wale ambao alfajiri wao wameamka wanajua weupe wa alfajiri unapobainika na ule weusi wa usiku. Kisha timizeni saumu mpaka usiku. Kwa hivyo yani mpaka ile tena jua limezama, sasa usiku unaanza kuingia pale, ndio Waislamu wanapaswa kufungua saumu. Kwa hivyo ni kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa hivyo imesema tu kuanzia alfajiri mpaka usiku, yani magharibi. Naam, asante sana, asante sana. Pengine kwa Mwalimu Fondo, katika Uislamu tunaona ni wakati alfajiri, kabla ile kupambazuka ule weupe wake, basi unaanza saumu labda mpaka machweo ya jua kulingana na tafsiri ama mazungumzo aliyozungumza Ustadh Ramadhan. Naje katika upande wa Kikristo, hino saumu huwa inafungwaje? Asante sana bwana mwenyekiti. Kwa upande wa Kikristo, Yesu anasema tena mfungapo. Tena mfungapo ni neno la kuendelea, kumaanisha hakuna wakati maalum, ima tuseme saa fulani mpaka saa fulani. Ni wewe mwenyewe kama mcha Mungu sasa ambaye unataka kufungia hilo jambo unalotaka kulifungia, ndio utajiwekea masaa kwamba sasa mimi leo siku yote, ima kuanzia asubuhi najinyima mpaka jioni 12 hours, inakubalika. Unaweza ukajinyima 24 hours, inakubalika, kwa sababu hata Yesu alifunga usiku na mchana. Sasa ni wewe mwenyewe kulingana na uwezo wako, kwa sababu uwezi ukafunga 20 hours wakati wewe una uwezo huo. Unaona utaanguka bure na utakufa, itakuwa ni mambo mengine. Kwa hiyo kulingana na uwezo wako, unaweza ukafunga 24 hours, unaweza ukafunga 12 hours, na unaweza ukaanza na 12 hours alafu ikafika kiwango ukawa na uwezo hata kufunga masaa yote 24. Hilo likawa ni jambo zuri zaidi na bora ambalo linapendeza mbele za Mungu. Kwa hiyo hatuna wakati maalum, ni wewe mwenye hilo hitaji la kufunga na hilo jambo unalolifungia ndio unapaswa kujua ni masaa gani utafunga. Jambo la pili, inawezekano pia katika kanisa tukaamua kwamba hiyo siku fulani ya Jumatano tutakuwa na saumu. Kwa hiyo tunatangaza ndani ya kanisa, si vibaya na si makosa. Mbali na ile ya mtu binafsi, kuna ile sasa ya jumuiya nzima. Ndani ya kanisa tunasema jamani, si mnajua changamoto tulizonazo kama kanisa, tunaomba Wednesday inayokuja kila mtu ikiwezekana tuende milimani tuchukue saumu siku nzima. Sasa hapo ndo mnaweza mkapanga mtaanza saa ngapi mpaka mtamaliza saumu saa ngapi. Alafu jambo la tatu, Timotheo amesoma kuhusu kujipaka mafuta. Kuna wengine wanaweza kosa kuelewa kadhani labda ni mafuta haya ya kawaida ya kujipaka. Yesu anasema nataka kumuuliza kama ndo amefunga leo ndo amepaka kama Unaona, kwa hiyo Yesu anasema tena msalipo msiwe kama wanafiki mkajiumbua nyuso zenu hali ya kuwa hata pale kazini namna ulivyokuwa kila siku, leo uko tofauti mpaka kila mmoja amerealize kwamba hapa kuna shida, mpaka watu waje waanze kukuuliza shehe kuna nini, mwalimu kuna nini. Ndio kujiumbua uso wako, usijiumbue, jipake mafuta. Anaposema jipake mafuta anamaanisha kuwa sura yako iwe ile ya kawaida. Yaani vile ukija kazini una behave, unakaa, hata siku ya kufunga uwe vile vile mpaka watu waone, yani ni siri yako wewe na Mungu wako kwamba mimi leo nimejizuia. Usiwe hali ya kuwa mpaka kila mmoja anajua, wengine hata wanakuonea huruma maskini ya Mungu. Kwa hiyo tuwe watu ambao ni siri ya mtu binafsi na Mungu wake. Asante sana. Naam, asante sana mwalimu wangu Hezron Fondo. Naam, okay, tumeona ni mambo mazuri ambayo tunafundishwa ndani ya saumu. Pengine nikija kwako mwalimu Timotheo. Naam. Sasa mtu ashafunga, Mkristo ashafunga.
Je, ni mambo gani huyu Mkristo anatakana ayafanye wakati yuko milimani? Tunaposema milimani hapa tujasema uparage juu mpaka kileleni kwa mlima Kenya kule, itakuwa mtihani. Milimani ni neno ambalo linatumiwa na Wakristo kuashiria kwamba yuko katika saumu. Sasa ni mambo gani Mkristo anayotakana ayafanye wakati yuko katika saumu? Hakika hata bila maana katika verses nyingi sana ndani ya Biblia, unapokuwa katika kufunga, kinachohitajika kwa Mkristo kwanza, si wewe unatafuta uso wa Bwana, basi wakati wowote unamtaja Mungu wako, na wakati mwingi sana chukua muda kuomba msamaha kwa dhambi zako, kwa sababu unapofunga tu ukakosa kujua kwamba una dhambi, unaweza ukafunga kama alivyosema mwalimu ukakonda bure. Lakini huenda katika kule kufunga uchukue muda mrefu kuomba msamaha. Kwa nini? Kwa dhambi zako. Huenda kuna dhambi zimezuia miujiza yake sifanyike. Kwa hivyo omba msamaha sana, soma Biblia kwa wingi, tuko pamoja. Na vile vile ufanye maneno ambayo yanakukaribisha zaidi na Mungu. Kuomba sana wakati wote, na tunaposema kuomba kama ulivyosema, kuomba ukiwa katika kufunga sije kaonekana lazima uweke vipaza sauti. Unaweza ukawa hata ofisini kwako. Maana tunaposema milimani kama ulivyosema mwenyekiti, si lazima tuende milimani lazima. Maana ya mlimani ni lugha imekuja ili kutuonyesha. Kwenye kiti chako ofisini umefunga, chukua Biblia, kwa sababu si wakati wote utakuwa na wateja. Chukua Biblia, soma neno moja, ombi fupi tu, ili funga yako iambatane na matendo gani? Mazuri. Maneno yako pia yasiwe machafu wakati unapofunga. Yawe maneno mazuri. Kuna watu wanafunga, ni Mkristo amefunga, mtu wachokozi wapo, mtu akamchokoza, unasikia wana bahati, ningekuwa siko milimani na vile niko mlimani ningekufua. Ina maana akimaliza mlimani atafanyaje? Hiyo funga ina maana. Asante sana mwalimu. Asante sana mwalimu Timotheo. Naona kwa sababu ya muda kidogo, mpenzi mtazamaji, wacha twende kwa mapumziko fupi, alafu tukija basi tutakuwa ni wenye kuendelea. Usiondoke na usibandoke. Sote banadamu, Mola wetu ni Mungu mmoja. Hapo wewe ni mweupe. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka tulikuwa tumeacha lile swali ambalo tunauliza, je, mtu anapofunga basi ni mambo gani ambayo yanampasa aweze kuyafanya? Na swali hilo basi tukao tumepata jibu kutoka kwa mwalimu wa Kikristo, mwalimu Timotheo. Sasa hivi tunataka swali hilo basi tuweze kupata jibu kutoka kwa mwalimu mmoja wapo wa Uislamu, ambaye basi si mwingine isipokuwa ni Sheikh Ramadhan. Hivi mtu anapofunga, hususan Muislamu anapofunga, ni mambo gani basi anatakana aweze kuyafanya? Shukran sana bwana mwenyekiti kwa swali lako. Muislamu anapofunga saumu anatakiwa azidishe yale mema ambayo alikuwa akiyafanya, na vile vile atie bidii sana katika kujizuia na kufanya dhambi zaidi na zaidi, kwa sababu maamrisho ya dini ya Kiislamu kila siku ni kuwa mtu mwema, ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hivyo wakati wa Ramadhan kwa mfano, kwa sababu Waislamu kuna saumu za aina nyingi na vipindi tofauti, hasa ile nguzo ya 4 ya Uislamu ni saumu, na nguzo hii inatekelezwa mwezi wa Ramadhan kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ya sura ya 2. Tumesoma katika aya 184 hapo, utasikia mwezi mlioamriwa kufunga ni mwezi wa Ramadhan. Lakini pia kila juma kuna kama Jumatatu na Alhamis watu wanafunga, na baada ya Ramadhan pia kuna zile siku 6 katika mwezi ambao wanafuatia unaitwa Shawwal na zingine nyingi. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhan watu wanapofunga, Waislamu wanapofunga, basi wanatakiwa pia waweze kusali sana, kuzidisha sala, na kunakuwa na ile swala inaitwa tarawih. Waislamu wanakwenda msikitini ama wanaswalia nyumbani, unakuwa unamtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Kwa hivyo kinachotakiwa katika funga yako basi ni kuzidisha utaji wa Mwenyezi Mungu, na vile vile kuwakumbuka wale ambao pia hawajabahatika katika jamii. Kwa hivyo
ibada ya saum lazima iambatane na mambo mema ambao ulikuwa ukiyafanya labda kwa kawaida, lakini uzidishe. Na vile vile ujitahidi sana kutofanya dhambi, kwa sababu kama walivyosema walimu wenzangu ni kwamba usipate mtu kafunga lakini bado ana hasira huku anajuta sana, lau nisingekuwa nimefunga wewe ungenitambua mimi ni nani. Kwa hivyo sio mafundisho ya Kiislamu. Basi unafaa uwe mpole, umtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi, wakumbuke masikini, uombe dua kwa wingi, na Mwenyezi Mungu anakuwa ana malipo mengi, tena anayapiga multiplication zaidi kuliko siku za kawaida. Naam, asante sana Ustadh Ramadhan. Naam, nikija kwako Ustadh Yusuf, pengine labda una jambo la kuongezea katika swala zima la mambo yanotekana yafanywe wakati mtu anasaumu. Kulingana na vile alivyosema Ustadh Ramadhani, maana ashazungumzia kitengo maalum. Kitengo hicho ni kujizuia na madhambi, kisha ukakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi sana. Na sio kumaanisha kwamba hizi siku zingine tusimtaje Mwenyezi Mungu, tungoje mwezi Ramadhani, maana inawezekana kwa watu wengine kangoja tu Ramadhani ndio Mungu anatajwa sana, tena anakuwa ako karibu sana, ama uanze kusali kwa sababu mwezi wa Ramadhani ndio kumbe unasali kwa malengo yako. Maana kuna wengine wanaweza sambusa ziko kule bwana, lazima mimi nitafunga sasa. So hiyo umtaje Mwenyezi Mungu siku zote, lakini mwezi wa Ramadhani uzidishe sana. Kwa nini? Faida zake ni nyingi sana katika mwezi huo. Tunaambiwa mwezi huo ndio Qur'ani imeshuka. Kwa hiyo Qur'ani isome kwa wingi. Tusome kwa wingi, tuswali sana. Kisha na wale majirani tunaokaa nao wapate salama, kuwasaidia, kuwahurumia na kuwa karibu na wao. Na watu wasiojiweza pia wakapata kufurahika na kuwasaidia, msaada zaidi. Unapomtaja Mwenyezi Mungu unaangalia wale waja wa Mungu. Sasa pale ndio inakamilisha ile funga. Sio ndio umefunga watu hapa hawana amani. Sokoni wewe ndio uenda mwenyewe, umebeba vitu vyote, sijui kunde, sijui ndengu, sijui vitu gani. Sasa unakuja unavionja tu, israfu pia inaongezeka. Yule haribifu wa vyakula na vitu vingine inaongezeka. Yaani ukipita kwa mapipa unakuta kuna njiwa, papa yumo, sijui perege, dagaa, yani zote zimejaa kule. Hiyo yote ni uharibifu. Kwa hiyo ujizuie na kufanyaje? Kufanya uharibifu katika vyakula na kuwahurumia watu. Naam. Asante sana mwalimu Ustadh Yusuf. Naam, nikija kwako mwalimu Hezron Fondo, katika swala hili la masala ya kufunga, katika mtazamo wa Kikristo, ni mambo gani yanayopaswa kufanywa wakati mtu akiwa kwenye saum ama akiwa milimani? Yapo mengi tu bwana mwenyekiti, mengi tu yamesemwa. Japo tunataka kusadikisha baadhi ya mambo ambayo wengi lao wangeyazingatia haya, saumu za watu wengi sana hususan wa Kristo zingekuwa na kibali machoni pa Mungu. Kwa sababu kuna mambo ambayo watu huyafanya ambayo yakafanya maombi yao na saumu yao isikubalike kiasi cha kujitesa nafsi zao. Sasa kuna swali ambalo Isaya anazungumza katika Isaya sura ya 58 aya ya 6. Hapa ndipo kuna mambo ya muhimu ya kuzingatia. Mungu anasema, "Je, saumu niliyochagua sio ya namna hii?" Mungu anafundisha watu namna ya kufunga vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira. Kwamba wakati umeamua kuchukua saumu, ima siku moja siku mbili, jitenge kabisa na vitu vyovyote ambavyo vinaweza kuwa sababu ya kuvunja saumu yako. Jitenge na maneno mabaya, jitenge na maeneo ambayo unajua wazi haya yatanisababishia mimi kuanguka katika dhambi. Jitenge kabisa na sehemu kama hizo. Alafu tena jambo lingine ambalo Mungu anaelezea hapa, kuacha huru walioonewa. Kuna watu ambao wana makampuni makubwa, wana biashara, wameajiri wafanyikazi, lakini wakati wao wenyewe binafsi wanasaumu, ndio wanawashindilia makazi kabisa wale wafanyikazi, wanawarundikizia kazi mingi. Unaona? Sasa Mungu anasema lau usifanye hivyo. Ukiwa kwenye saumu, licha ya kujitenga na uovu, pia usiwaonee wale watu ambao umewaajiri kule kazini. Wape nafuu na wao na uwatendee kwa haki na kwa wema. Alafu jambo lingine anasema na kuvunja kila nira. Lakini aya ya 7 anasema, "Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako?" Hapa ndio nataka nitilie mkazo, maana kuna wengine wanabana matumizi.
kwa sababu wakati nimefunga niko kwenye saumu. Kama nimefunga tuseme asubuhi, mchana na jioni, nitakula jioni. Sasa kile cha asubuhi kwa mjibu wa Biblia ninapaswa sitakila mimi kwa kuwa nimefunga. Nikichukue hicho nimpe mhitaji. Alafu ile lunch nzuri ambayo ningekula nichukue hiyo lunch niwapelekee wahitaji. Au sitawapelekea, niwaite wahitaji ndani ya nyumba, niwapikie kama ni machokora, niwapikie kama ni watu hawana uwezo. Lakini kama sitachukua ile breakfast nikaipelekea watu nikaibana, alafu ile lunch nayo sitapelekea mtu nikaibana, alafu jioni na combine breakfast na lunch na pika kwa pamoja, nimebana matumizi. Na hiyo inakuwa sasa imefanya saumu yangu sikubalika. Alafu tena mwenyekiti, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako, unaleta watu wenye mahitaji kule nje, unawainvite kwa nyumba yako, unawapikia. Alafu jambo lingine nasema, umeonapo mtu aliye uchi umvike nguo. Chukua zile nguo zako kabisa, sio matambara mabovu. Chukua hata kiwezekana your best cloth kabisa, unachukua unampelekea mhitaji, unachukua unampelekea maskini. Haya ni matendo ambayo yanapaswa kufanywa wakati mtu amechukua nafasi ya kujinyima chakula, maji. Afanye matendo ambayo yatampa heri na atamleta karibu na Mungu wake katika saumu yake. Naam, asante sana Mwalimu Fondo. Pengine nimeona vitabu vyote na pia imani zote zinasisitiza watu waweze kufunga. Pengine Mwalimu Timotheo, pengine utuambie tu hii Wakristo wanapofunga, unafikiri hii saumu ya Mkristo inaweza ikachangia vipi amani katika society? Asante sana. Swali zuri, kwa sababu mkorando mzima tunatafuta amani. Vipindi vyote amani. Kufunga kuna sababu kubwa sana ya kupatikana amani. Kama watu watafunga kwa ajili ya muumba wao. Mfano, leo nchi yetu imekosa amani. Tuko pamoja. Kuna magonjwa, kuna maadui wanataka kutuvamia, kuna ukosefu wa nini? Watu wakajikusanya, na nafikiri ni Biblia nzima, wakafunga kwa ajili ya kutafuta amani katika Kenya. Walilie Mungu kwa ajili, Mungu tumefunga, tunahitaji amani katika nchi yetu ya Kenya. Mimi na hakika kwamba amani itapatikana. Na hayo tumeona katika Biblia. Kwamba mfano, narudi pale katika Esther. Esther alipopata kwamba Wayahudi wamekosa amani, sasa ni kuangamizwa. Hata Myahudi mmoja hata salia. Na ukumbuke Esther mwenyewe alikuwa ni Myahudi. Esther alichofanya, alifunga, na wale maadui ambao walikuwa wamekusudia amani ekosekane katika Wayahudi, taifa la Mungu, amani ikapatikana. Kwa hivyo tukiomba, tukitaka amani katika nchi yetu ya Kenya, tukae kwa amani. Ni sisi wa Kristo, tusisubiri Waislamu mwezi wa Ramadhani ufike ndo wafunge. Tumeona katika sisi wa Kristo, Biblia imetuhimiza sana. Tunatenga muda wa kulilia amani nchi yetu ya Kenya. Tatizo lilopo katika Kenya, Mkristo huyu ambaye anajua Biblia analaumu serikali. Mkristo huyo bishop analaumu nini? Wewe bishop, kwa nini usihimize watu wako kwamba jameni, makanisa yangu ni ngapi Kenya? Makanisa ni 200. Tuko pamoja? Makanisa yangu 200 tunakwenda Uhuru Park. Tumekodisha, okay. Kwamba baada ya kufunga kila mmoja afanye nini? Afunge. Na siku fulani tunakusanyika Uhuru Park, tunaomba. Baada ya kufanyaje? Ya kufunga. Si kwamba hiyo mnajionyesha. Kwa sababu siku jionyesha lazima mkusanyike kama marafiki zetu wanafunga msikitini mbalimbali, lakini siku ya Eid unaona wanakusanyika pamoja, wanaswali, wanainua mikono. Kwa hivyo kufunga kutasababisha amani kubwa katika nchi yetu ya Kenya, tukifunga kwa ajili ya Mungu. Asante sana Mwalimu Timotheo. Naam, nikija kwako Sheikh Ustadh Ramadhan, vipi unadhani kufunga kwa Muislamu na kujizuia na makatazo ya Mwenyezi Mungu na kuamrisha mema na kujizuia na dhambi, unafikiri kunaleta vipi amani katika society? Kama tulivyosema katika majuma mawili yaliyopita, kama sijasahau sana, ni kwamba tulisema iwapo mwanadamu ataweza kuyashika maamrisho ya Mola wake
na akajizuia na makatazo yake. Hapa inapatikana kwanza amani baina ya mja na Mola wake. Na vile vile kwa sababu unaingia ucha Mungu, basi utaona haya mbele ya Mwenyezi Mungu hata kumuinulia mkono ndugu yako, awe ni Muislamu, sio Muislamu, hata kiumbe, unakuwa na huruma. Kwa hivyo ile saumu, kwa sababu hutaki uharibu ile saumu yako, basi unakuwa mpole, na ule ucha Mungu pia unakuwa umekuzidishia upole na mapenzi na mahaba kwa walimwengu wenzako. Kwa hivyo ikiwa mtu atashika ile ibada ya saumu vizuri na aitekeleze kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi kama Waislamu tunasema watu watakuwa ni wapole. Ni kitu nimeona kwamba mtu amefunga ama wakati wa Ramadhani watu ni wapole sana. Unapata watu ni wamejaa misikitini, hata yule ambaye alikuwa hasali basi ndo utashangaa na huyu pia ni Muislamu kwa sababu kaja msikitini. Kwa sababu gani? Ibada imefika ya kufunga. Kwa hivyo watu wengi wanakuwa ni wapole, hata wale jambazi sana anakuwa ni mpole kabisa. Kwa hivyo ikiwa watu watakuwa nafunga na Uislamu haujasema tu Ramadhani kisha basi eti ndo uache kufanya ile ibada. Kila siku unaweza kufunga Jumatatu na kama nilivyosema na Alhamis, na inakuzidishia ucha Mungu. Kwa hivyo ni kama vile hata simu hizi tunatumia, unaweka kwenye chaja, unajaza moto, ukienda kupungua pia unaongeza chaja. Kwa hivyo ile funga pia inakusaidia nini? Kuleta ule ucha Mungu. Kitambo hujasahau inakukumbusha. Kwa hivyo na vile vile kwa kumalizia, hata kitabu cha Biblia kwa ndugu zetu wanaokisoma ni kwamba hata Yoeli nafikiri 1:18 anasema itakaseni saumu. Kwa hivyo huwezi kufukua unafunga kisha unachanganya saumu yako na mambo ambayo yanasababisha upotofu wa amani na usalama. Alright, asante sana walimu wangu katika swala hilo zima. Nafikiri mpenzi mtazamaji umekuja kugundua kwamba tunapofunga ama watu wanapofunga basi ndio pale ambapo Mwenyezi Mungu anakupatia roho wake, anakuongoza, unakuwa ni mtu mwenye amani na pia unakuwa ni mtu mwenye kutaka kuwa na amani. Naam, kwa haraka tu Sheikh Yusuf, tumeangalia mambo yanayopasa kufanywa unapofunga. Je, sasa hivi unadhani kwa muda mfupi tu kwa sababu ya muda, unafikiri ni mambo gani hayapaswi kufanywa mtu anapokuwa kwenye saumu? Asante sana mwenyekiti kwa ajili ya muda. Yale ambayo Mungu amekukataza, kufanya maovu, kukosana majirani, kuharibu amani. Unapoharibu amani tayari umeingia katika makosa. Kwa hiyo yale ambayo Mwenyezi Mungu hataki ufanye, ukubali kukatazika kwa hayo. Na sio kwamba ukimaliza kufunga ndo unayarudia. Uache kabisa. Kwa hiyo itakuwa ndo umezuia uharibifu kuweko, kwa sababu hutaufanya na hutataka watu wengine wafanye. Vitu vingine vyote vibaya ambavyo vinamsababishia mwanadamu madhara, hata kiumbe madhara, uzuie hayo. Hayo ndio yanapaswa yasifanyike. Na atakapoacha kufanyika kutapatikana amani. Maana kutakuwa na utulivu wakati wote. Hakuna uovu, hakuna nini. Mtu anatembea navyo ana amani kwa sababu kuna usalama wa kutosha. Lakini unapochangia ule uharibifu, Mwenyezi Mungu amekukataza wewe ukauchangia ule uharibifu, umeiondoa ile amani. Sasa italazimisha sasa nguvu ije irejeshe amani. Ile nguvu itakapokuja haitakuja ati kwa huruma, itakuja tamuumiza mwenye kuweka amani na itamuumiza yule ambaye amekoseshwa amani. Naam, asante sana mwalimu Yusuf. Pengine nikija kwako Timotheo, tumeona katika Ukristo tumeona ya kwamba unapofunga basi unapaswa uwasaidie mayatima, unapaswa upeleke chakula kile ambacho umefunga hukula basi mpelekee maskini. Je, ni mambo gani katika Ukristo ambayo Mkristo hapaswi kuyafanya anapokuwa milimani? Yaani kwa ufupi mwenyekiti, nashukuru sana. Sitokwenda mbali sana na mwalimu wa Kiislamu. Mkristo haruhusiwi kufanya jambo lote bovu hata kama hauko kwenye kufunga. Yaani na maana gani? Si kwamba wewe ni Mkristo ina maana kwa sababu hujafunga ndio lazima simu. Kwa sababu simu kuna wateja, kama ni kijana kuna wateja watakusumbua ambao ni wasichana. Vile Mungu alivyokataza vyote, vile kwa lugha nyepesi alivyoharamisha Mungu, hajaviharamisha wakati wamefunga. Bali kuna vile tu onaongeza, kama vile mwalimu alivyosema. Hatuwezi kusema tu kwa sababu tusubiri tufunge
maana watu wasielewe makosa ndio twende tukatoe nguo. Ni maana kwamba usifanye jambo lolote wakati umefunga ambalo ni haramu hata kabla hujafunga. Kwamba mimi sasa hivi ni sitofunga maana sitafanya jambo fulani kwa sababu nimefunga. Kwa hivyo nitaikana owe makini, haramu yoyote usiifanye wakati umefunga na hata baada ya kufunga. Naam, asante sana Mwalimu Timotheo. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu ya muda basi hatuwezi kuendelea zaidi tena hapo ndo tumefikia kikomo cha somo letu katika wiki hii ya leo. Tukutane pale wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na ninaamini roho zetu zikiwa hai basi tutakuwa ni wenye kukutana katika mida kama hino na katika channel yetu kama hino channel ya Hope Kenya channel. Basi tuweze kukutana ili tuweze kuzidi kuzungumzia mambo mengi ambayo tumeyaweka katika mijadala yetu. Basi kama kawaida lazima nikujulishe tena walimu wangu. Mwalimu wangu katika upande ule wa kushoto ni mwalimu wangu katika upande wa Kikristo, anajulikana kwa jina la Hezron Fondo, na anemfuata ni mwalimu wangu wa Kiislamu anajulikana kwa jina la Ustadh Yusuf Muhammad, na anemfuatia basi ni mwalimu wangu katika upande wa Kikristo mwalimu Timotheo Mwichumi, na mwalimu ambaye yuko karibu yangu hapa ni Ustadh Ramadhan Kuria, na mimi mwenyewe ni kama mwenyekiti wako naitwa mwalimu Paul Ndundi, mimi pia ni Mkristo. Basi tuweze kukutana wiki ijayo panapo majaliwa yake Maulana, na Mungu akuzidishie kila la kheri na kuepusha na balaa. Nakumbuka tuzidi kudumisha amani mahali popote tulipo. Sote wanadamu, Mola wetu ni mmoja. Japo wewe ni mweupe, japo mimi ni mweusi, japo wewe ni tajiri, japo mimi masikini, sisi sote wanadamu, jamani Mola wetu ni mmoja. Sisi sote wanadamu, jamani Mola wetu ni mmoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.